Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida za maradhi ya kibinadamu na maradhi ya kishaitani. Ikiwa tuendelea na utaratibu wetu wa kila mwezi kuelezea matukio ambayo tutakayokutana nayo, na hii ni hatua muhimu kwa sababu inakuwa inatusaidia kila mmoja wetu kuweza kujua au kujifahamu utaratibu mzima katika mwezi ambao unaanza. Tukianza na matukio kwa mwezi huu wa 7 ambao tutaanza tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 ni kama hivi inavyofuata. Nyota ya kwanza ambayo ni Kondoo, matukio ni wakati mzuri wa kujiangalia mwili, yani afya, lakini na kujiangalia mwenyewe kwa kila jambo. Kama utakuanzisha biashara ni wakati mzuri, kwa kila jambo unalokusudia ni wakati mzuri pia. Unaweza kuanzisha jambo lolote, biashara, safari, na vyote vitafanikiwa ikiwa hauna mikosi. Na mara nyingi tunarejea neno mikosi ni lile jambo ambalo linakuwa halifanikiwi. Kila unapofanya haiwi, kila unapofanya haitimii. Hiyo ni ishara ya kuonesha una mikosi, na mikosi ni kutofanikiwa. Kuna sababu nyingi za kuwa mtu ana mikosi. Ima umefanyiwa hasad, au umerogwa, au umekutana na mashaitani katika safari zako popote, barabarani, njiani, misituni, kwenye maji na hata kwenye majumba mbalimbali. Itakuwa ni sababu ya wewe kuharibikiwa mambo yako. Na ni makosa pia kutatua au kufahamu makosa pasina kuwa na mtaalamu, na mtaalamu awe ni yule ambaye alibobea katika taaluma hiyo. Kwa upande wa kipato au kazi, wakati huu kazi mpya au fursa za biashara zinaweza kujitokeza mapema wa mwezi huu wa 7, na usipuuze mawasiliano madogo madogo kwa sababu mawasiliano hayo ndio yanayobeba mafanikio. Hii ni kwa nyota ya Kondoo. Alafu upande wa mapenzi au mahusiano, mvuto wako utaongezeka ikiwa pia hauna mikosi. Na ikiwa uko single au umeachwa au uko peke yako, basi unaweza kuvutia mtu mwingine msisimko wa kipekee kabisa, na ukapata hata walio katika mahusiano ikawa na mazungumzo mazuri, na yawe mazungumzo ya uwazi ambayo yatakayovutia, ikawa na wewe utampata mwenza wako. Na nyota ya pili ambayo ni Ng'ombe, kipindi hiki ni kipindi kizuri kwa kufuatilia madeni yako, kuchukua madeni, hata kulipa ile madeni ambayo unayodaiwa ni wakati mzuri, na usitoe yote kama huna hata kidogo. Na pia ni wakati mzuri wa kununua vitu mbalimbali, na ni wakati mzuri wa kufanya masrifi yako, yani kufanya matumizi yako. Kama unataka kununua, unataka kufanya jambo lolote linalohusiana na pesa, ni wakati mzuri. Na hata kama halitahusiana na pesa, ni wakati mzuri pia. Lakini mambo makubwa, watakuja watu kukukopa au kuhitaji msaada, ni vizuri ukawasaidia japo kwa kidogo. Na kutoa sadaka pia ni wakati mzuri katika hii nyota ya pili ambayo ni nyota ya Ng'ombe. Upande wa kipato, kuna uhitaji wa kuzingatia matumizi au uwekezaji wa muda mrefu. Unaweza ukaanza kuonyesha matunda au kuonesha matunda. Ni utakavyoanza kuweka kidogo kidogo katika mwezi huu wa 7, kidogo kidogo unaanza kuweka, basi ujue hata uko mbele utakavyoendelea itakuwa ni sababu ya kuyaona matunda ya kile ulichokiweka. Upande wa mapenzi, hali ya kimahaba itakuwa ni ya utulivu lakini yenye kina, na mazungumzo ya dhati yataimarisha uhusiano ulionao. Kwa hiyo ni vizuri ikiwa ni mwanamume basi kwa mkeo, ikiwa ni mwanamke kwa mumeo, pakawa na mazungumzo ya dhati. Nikisema mazungumzo ya dhati ni yale ya ukweli, yasiyo yale mazungumzo ya kupakana mafuta, ya kudanganyana, ya kupotezeana wakati. Yatakuwa sio mazungumzo ya dhati. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakuwa ni sababu nzuri ya kuimarisha mahusiano ya kwako. Namba ya bahati ni namba 33. Nyota ya 3 ambayo ni Mapacha. Katika kipindi hiki cha nyota
utapata taarifa zinazohusisha ndugu zako wa kiume, dada zako, yani kaka zako na dada zako pia, na wale waliokuwa wameolewa upande wa wakwe zao. Kama ni mwanamke umeolewa, basi ni wakwe ambao ni wazazi wa mumeo, na kama ni mwanaume umeoa, basi ni wazazi wa mkeo. Panahitaji mazungumzo ya kina zaidi, na itakuwa ni vizuri kama mtasaidiana au mtatatua migogoro iliyopo au mtatatua shida ambazo zilizopo katika kipindi hiki. Itakuwa ni kipindi mwafaka, lakini pia utakuwa na safari za hapa na pale, na vyovyote takavyokuwa uwe muangalifu katika shughuli zako. Ikiwa ni biashara, kiofisi, shughuli yoyote uwe muangalifu, kwa kuwa kuna taarifa utazopokea mara kwa mara zitakuwa sio sahihi. Kwa hiyo ni vizuri na wewe ukazifuatilia ili uweze kujua ule usahihi wake. Upande wa kipato, mwezi huu na mafanikio kwa kupitia watu wengine. Yani maana yake uwe na mtandao, networking, uwe na mtandao. Hiyo itachangia wewe kufanikiwa zaidi au kukulipa. Pia epuka kukopa au kutoa pesa bila makubaliano ya maandishi, yani kwa mikataba. Upande wa mapenzi au uhusiano, ukaribu utakuwa unakuwa, lakini pia kuna uwezekano wa mivutano midogo midogo, yani migogoro ya hapa na pale. Kwa ni vizuri ukaepuka kusema kabla ya kufikiria. Yani fikiria kwanza jambo lenyewe lilivyo, kisha ndio useme. Usiseme tu alafu baadaye ndio ukaomba samahani. Namba ya bahati ni namba 14. Nyota ya 4 ni nyota ya kaa. Kipindi hiki taarifa nyingi utakazopokea zitahusisha wazazi, na uwe muangalifu pia. Utapata maradhi hapa na pale, homa zile za vipindi, mara umeumwa asubuhi, umeumwa mchana, umeugua jioni, mara usiku ujisikii vizuri, mara umeamka salama. Yani homa au maradhi ya vipindi yatajitokeza zaidi. Lakini pia una nafasi ya kupotelewa au kuibiwa. Kupotelewa ni kitu kikubwa. Unaweza ukapoteza hata ndugu akafariki, mtoto, jamaa wa karibu. Yote hiyo ni kwenye kupoteza ya kiwango cha juu, kwa sababu kwenye kupoteza pia kuna viwango. Lakini pia kuna kudanganywa kutajitokeza pia, na hata kuibiwa vitu vyako nyumbani au katika harakati zako, katika ofisi yako, katika shughuli zako. Ni vitu vitajitokeza mara kwa mara katika mwezi huu wa 7 ambao tunaita ni mwezi wa kinyota. Pia unayo nafasi kubwa ya kuanzisha biashara kubwa, na ni vizuri katika makazi yako pia ukaimarisha, kujenga, kukagua, kufanya usafi au kupanga vitu katika nyumba yako au katika chumba chako au katika makazi yako. Kwa namna yoyote itakuwa imekuchangia kufanikiwa au kugundua mambo muhimu na kufanikisha mambo yaliokuwa muhimu. Swala la kupoteza bado litajitokeza, kwa ni vizuri kwa muangalifu. Na maradhi kama nilivyoelezea tajitokeza mara kwa mara. Upande wa kipato, mwezi huu wa Julai ni mwezi wako. Kipato kitaongezeka kwa njia zisizotarajiwa, hasa kupitia kazi ya ubunifu au miradi ya kifamilia. Upande wa mapenzi ni mwezi wa hisia kali. Uwepo wa mwezi mpya katikati ya mwezi unaweza kuleta mwanzo mpya katika mahusiano yako au katika mapenzi. Wale waliokuwa katika ndoa maana yake watafanikiwa zaidi kuleta hisia mpya. Na wale ambao walikuwa hawapo katika ndoa, ndo wanataka kuingia kwenye masala ya mahusiano kuelekea ndoa, pia vile vile ni wakati mzuri wa kuendeleza hizo hisia mpya au mawasiliano mapya au mahusiano mapya. Na haya yote yataendana ikiwa hauna mikosi. Na nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Furaha zitakuwa ni nyingi, na ni vizuri mkajiwekea wakati wa kufanya mazoezi, kwa sababu mtakula sana, mtafurahi sana, mtafanya starehe sana. Na pia vile vile kuchunga katika vipato vyenu, msitumie kupitiliza ili ikaja majuto baadaye. Na upande wa mavazi utapokea zawadi. Furaha zitakuwa ni nyingi. Mavazi pia ni miongoni mwa zawadi utakazozipokea, na utapokea ujumbe za mara kwa mara zitazokuwa ni nzuri. Watu watakutekelezea haja zako. Namba ya bahati ni namba 63.
Upande wa kipato, usiogope kujitangaza, na fursa za kifedha zitakuja kupitia sifa yako au kazi za mbele ya jamii. Yani vile unavyojielezea. Kama ni mfanya biashara, tangaza biashara yako. Na kama ni mfanya kazi, basi onesha ule umahiri wako katika hiyo kazi yako. Na kama ni mkulima, basi tuoneshe bidhaa ambazo unazozalisha. Hiyo itakuongezea kipato. Na upande wa mapenzi, uwe ni mtu ambaye unavutia. Uwe na ile romantic, itakuwa inarudi kwa nguvu. Na mpango au mipango ya safari ya kutoka itasaidia zaidi katika kuhoisha, yani kuyaimarisha mapendo yako. Kama yalikuwa yanaanza kupotea, kuhoisha maana ni kuleta uhai, uzima, ni kwamba mahusiano yalikuwa si mazuri. Sasa kipindi hiki uoneshe ile romantic, kuvutia. Kuna baadhi ya watu haswa katika hii nyota ya Simba wanakuwa ni wababe sana. Hawataki kusikiliza, hawataki kujishusha. Lakini hiki kipindi inatakiwa ujishushe, uoneshe mvuto kwa yule ambaye uliokuwa naye, itachangia vizuri kurudisha mapenzi. Ikiwa ni mwanamume, mtoe mkeo. Ikiwa ni mwanamke pia, sio mbaya kuonesha maufundi yako na kumbembeleza mumeo kile anachotaka. Kuna wengine wanakuwa hawana mapenzi yale ya kutoka, lakini utaangalia ile nafasi ambayo iliyopo ionekane umeonesha romantic. Kwa nani? Kwa mpenzi wako. Taib, nyota ya 6 ni nyota ya mashuke. Matukio kipindi hiki utakuwa mnyonge, na wale waliokuwa kwenye mahusiano nafasi kubwa ya kutengana itajitokeza. Kwa hiyo ni vizuri mkawa waangalifu. Maradhi pia yataendelea kukusumbua, ni vizuri ukafuatilia matibabu kwa vizuri. Na uoga utaendelea kuandama, lakini pia kuibiwa kutaendelea tena kujitokeza katika kipindi hiki, na kudanganywa au kuletewa taarifa za uongo itajitokeza zaidi. Kwa hakika inatakiwa uwe mwangalifu zaidi, na uwe ni mwingi wa kufanya subira, uwe mvumilivu kutokana na hali ambazo zitazojitokeza katika nyota yetu hii ya mashuke. Upande wa kipato, fursa za kipato kutoka nje au kikazi katika mitandao itajitokeza zaidi. Yani ina maana usikae ndani, ataka utoke. Kutoka ni kama kujitangaza. Kwenye mitandao itakuwa ni vizuri zaidi. Na mambo ya kifedha yatahitaji mpangilio madhubuti. Usifanye peke yako, washirikishe na wajuzi wengine na watu ambao wanaofahamu zaidi, ili waweze kukusaidia. Iwe ni sababu ya kupata hiyo fursa za kipato kutoka nje au katika mitandao. Yani mitandao ni nafasi ya mbali zaidi. Mapenzi au mahusiano katika nyota yetu ya 6 ambayo ni mashuke, mafungamano ya kina yatajitokeza. Ikiwa umekuwa na ukimya wa kihisia, sasa ni wakati wa kufunguka. Na watu wa mashuke ni waongeaji zaidi. Kwa hiyo inatakiwa ufunguke, uwe mkweli. Useme kile kitu ambacho hupendi, unachopenda. Jaribu kuwa muwazi kwa kila jambo lako kipindi hiki katika mambo ya mapenzi, lakini itakuwa ni salama zaidi, na utaona mafungamano yanakuwa ni mazuri na yule unayempenda. Na namba ya bahati itakuwa ni namba 10 katika mwezi wetu huu wa nyota. Nyota ya 7 ambayo ni Mizani, ni kipindi kizuri cha kufanya mawasiliano ya hapa na pale, na yale malengo uliokuwa unayakusudia ni wakati wa kuyatekeleza. Waliokuwa mbali watarejea salama, na pia wale waliokuwa wameolewa ni vizuri wakawa waangalifu kuepuka migogoro ambayo itapelekea kuachana. Na pia ni kipindi msipokuwa waangalifu, mambo mengi yataharibika. Kwamba yalikuwa ni mazuri yatakuwa ni mabaya, lakini si kwamba yalikuwa mabaya yatakuwa mazuri. Tunaposema kuharibika kwa mambo ni kutoka kwenye uzuri kwenda kwenye ubaya, lakini si kutoka kwenye ubaya kuja kwenye uzuri. Kwa hiyo ni kipindi hicho. Na pia vile vile ni wakati wa kupokea hukumu, yani maamuzi. Kama una mpenzi, maamuzi kwa mpenzi. Kama ni biashara, maamuzi kwenye biashara. Kama ni shauri liko kwenye mabaraza, basi utapata maamuzi yao kipindi hiki. Na
watu wa nyota ya Mizani katika mwezi huu wa nyota ambao tumeelezea ni kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa 7 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Upande wa kipato, ushirikiano wa kibiashara au miradi ya pamoja itakuletea neema, mafanikio. Na pia epuka kupitiliza matumizi yako zaidi. Hii ni kwenye kipato, sio na matumizi makubwa. Ukaona ndo wakati sasa wa kufurahi au tukasema kula bata, basi ndio ukapitiliza, itakuletea majuto baadaye. Na upande wa mahusiano mapya unaweza kuanza nayo haraka, lakini usiwe na haraka ya kutoa ahadi. Yani haraka ya kutoa ahadi kwamba nitakufanyia hiki, nitakuoa, nitakutekelezea jambo fulani, nitakulipia school fees wanao, nitakusomesha, usiwe mwepesi wa kutoa ahadi kama hizo, itakuletea matatizo. Na pia kwa walio kwenye ndoa ni vizuri ukazingatia usawa wa majukumu. Mama, angalia majukumu yako kwa mumeo, na baba angalie majukumu yake kwa mkewe. Hii hali itakuwa inaleta uwiano na usawa katika majukumu. Kwa hiyo itaongeza zaidi uhusiano mzuri kwenye mambo yenu ya kindoa au mahusiano. Na nyota ya 8 ni nyota ya Nge. Katika kipindi hiki cha matukio ya mwezi kinyota, vitu vingi utakosa, ahadi nyingi hazitotekelezwa, na vitu ambavyo ulivyokuwa navyo vya kurithi vitapotea, na wale waliokuwa na kudai watajitokeza ili uwalipe, na itakuwa ni vizuri kama utawalipa japokuwa ni kidogo. Na taarifa nyingi zitakuja za kukushtua ambazo zitakuwa mara zote zinakufanya ukose furaha, uwe na huzuni. Na pia ahadi kama nilivyoelezea hazitotekelezwa, na ni wakati wa kuwa mwangalifu, kwa sababu mambo mengi yatajitokeza yatakuwa ni ya shaabath, yani ya mazingaombwe. Sasa ni vizuri ukawa mwangalifu pia. Upande wa kipato, uthabiti unakuja kwa njia za muda mrefu au uhakika, uthibati, kuwa stable kwenye kipato itajitokeza kwa njia za muda mrefu. Kazi ngumu ya miezi iliyopita inaanza sasa. Mwezi huu wa 7 utaanza kuona manufaa, au tunasema utaanza kuona yale matunda ya kile ulichokifanya siku za nyuma. Na upande wa mapenzi, ni vizuri ukavuta pumzi. Kuvuta pumzi maana yake ni kuvumilia, kusubiri. Usiruhusu uwivu au mashaka kuharibu mapenzi. Haya ni mambo ya mapenzi katika nyota hii ya Nge. Kwa hiyo vuta pumzi, usiwe ni mtu wa kukasirika mara kwa mara, kutaka kusema mara kwa mara. Uonekane unajua, ulikuwa umefichwa, sasa umegundua. Vuta pumzi kwanza ili usije ukaharibu mapenzi yako au mahusiano yako. Na uaminifu utajenga msingi mpya. Usiwe katika mambo tofauti. Na wewe pia uaminifu utajenga msingi mpya. Namba ya bahati ni namba 30. Na nyota ya 9 ni nyota ya Mshale. Kipindi hiki harakati zitakuwa ni nyingi, na ni wakati mzuri wa kujisomea, kuongeza maarifa, kufuatilia mambo ya kielimu, wewe hata wale ambao unao wasimamia, lakini pia kuongeza juhudi katika maombi, ibada. Ibada ni kujiweka roho iwe safi, yani akili iendane na mafungamano ya kiroho, na mwili pia uendane na mafungamano ya kiroho. Utakuwa ni mtu ambaye uko vizuri na utaona mafanikio mazuri pia. Ndoto ambazo utakazoziona kipindi hiki zinahitaji zaidi ufafanuzi, yani ujue maana zake. Na ndoto watu naeleza, kazi kubwa ya ndoto ni kukuletea ujumbe ambao unahusisha mambo yako, ima umesahau au unatakiwa kufanya au unatakiwa kuacha. Kwa hiyo ndoto ni msingi katika njia za kuleta ujumbe. Na pia vile vile kuna wale atakayojitokeza yanayohusisha au yanayomhusu mwanadamu, basi kipindi hiki ni wajibu kuyafuatilia. Na unayo nafasi ya kuomba kitu au kufuatilia kitu katika jamii na ukasikilizwa. Kusikilizwa kwa kiwango kikubwa itakuwa ni kutokamana na hali ulionayo. Kama una mikosi, maana yake utapoteza nafasi. Na ikiwa huna mikosi, maana yake utafanikiwa zaidi. Na pia upande wa kipato,
katika nyota ya mshale kipindi hiki cha mwezi huu, kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Weka mikakati mipya ya kifedha. Biashara inayohusiana na elimu au usafiri inaweza kuleta faida na italeta faida zaidi. Na upande wa mapenzi, huu ni mwezi wa kujaribu vitu vipya. Maongezi yanatakiwa kuwa njia kuu ya kuleta ukaribu. Sasa hapa kwenye kujaribu vitu vipya, sio kujaribu wapenzi wawe wengi. Ni kujaribu kuangalia ufundi ulionao, uliokuwa huufanyi kwa mwenza wako. Wewe ni mwanamke, kuna vitu ulikuwa humfanyii mumeo, mfanyie. Ndio kujaribu sasa uone vile ambavyo ulikuwa huvifanyi. Na wewe mume, kama kuna vitu ulikuwa humfanyii mkeo, ndio kipindi sasa cha kuvifanya vile vitu tofauti. Ujaribu mtoe nje out, yani mpeleke wapi, mkaongee nje ya nyumbani, mbadilishe mazingira. Lakini pia unaweza kumletea zawadi za chakula, zawadi za mavazi, zawadi. Yaani ujaribu vitu tofauti ambayo itakuwa inakuwezesha zaidi kuleta ule ukaribu na mpenzi wako. Na nyota yetu ya kundi la 10 ni nyota ya mbuzi, ambayo mwezi huu inahusisha heshima kubwa, kupata taarifa mbalimbali, kukutana na watu waliokuwa maarufu, heshima ya makazi, ya kazi, kupata utawala, yani kupata heshima. Kama uliolewa, manake utapata heshima kwenye ndoa yako. Na kama unafanya kazi, manake utapata vyeo katika sehemu ya kazi yako. Na kama ni mfanya biashara, manake utapata faida kubwa na heshima kubwa katika hiyo biashara yako. Lakini kwa sharti usiwe na mikosi. Mikosi naitaja mara kwa mara ndio inayoleta majuto. Watu tukajiamini kwa akili zetu na yale tunayoyaona, lakini baadaye tukaja kuona mambo yametubadilikia. Hiyo inakuwa ni sababu ya nini? Ya mikosi. Na ni vizuri tukao tunajichunguza mara kwa mara. Afya za kiroho. Afya za kiroho ni mambo kama haya. Umefanyiwa hasad, uiondoe. Watu wamekuroga, watu wakuague. Umekutana na mabalaa, iondolewe, ili uwe ni mtu msafi. Unapokuwa mtu msafi, manake unakuwa na mvuto kiroho, au kiimani, unakuwa ni mtu uko vizuri zaidi. Lakini unayo nafasi pia ya kuhudumia, yani kupata nafasi ya kuomba kazi, unayo nafasi hiyo. Unayo nafasi ya kuomba hela za biashara, unayo nafasi hiyo, lakini kwa sharti usiwe na mikosi. Na upande wa biashara na pia kutajwa, upande wa kazi, biashara ndio kipato, unayo nafasi kubwa. Lakini mambo ya baadaye, ndio kama hivyo nilivyosema, mambo ya kiibada zaidi ni mambo ya baadaye, au ni mambo ya akhera, tunasema mwisho wetu. Tunapoondoka katika dunia, tunakwenda kwenye maisha mengine ya barzakh, au maisha ya kaburini. Kwa hiyo lazima tuende vizuri, kwa sababu tuwe tumefanya mambo mazuri ambayo tutatangulia nayo, ili tubakishe histori nzuri kwa wale ambao tunao waacha katika dunia hii. Naam. Lakini pia vile vile wakati mzuri wa kufuatilia mipango inayohusisha maisha. Maisha ni kwa kila kitu unachotaka kufanya ni maisha. Naam, upande wa kipato unaweza kupata msaada wa kifedha au zawadi kutoka kwa familia. Epuka mikataba migumu bila kusoma kwa umakini. Usione tu kwa sababu una shida basi ukaona acha tu nichukue mkopo huu, nitalipa tu. Angalia kwanza na mazingira ya huo mkopo na namna gani utaweza kulipa. Lakini kuna mikataba mingine inatakiwa uisome, uijue. Imeandikwa kwenye lugha usioijua. Wape wataalamu wa kusomea mikataba hiyo uweze kuijua, ndio umakini. Na upande wa mapenzi yanaweza kuwa ya kina lakini ya changamoto. Watu wa nyota ya mbuzi kipindi hiki cha mwezi wa 7. Ni wakati wa kutazama kwa ndani au kwa undani mahitaji ya uhusiano. Si wakati wa kukurupuka tu. Kipindi hiki cha mwezi wa 7 unatakikana uangalie undani wa mahusiano yako na huyo unayetaka kuwa naye. Na wale waliokuwa ndani tayari ya mahusiano, ni kipindi pia cha kuangalia
wapi umekosea ili uweze kurekebisha, na wapi unapatia uweze kuimarisha zaidi. Namba ya bahati katika nyota hii ya 10 ni namba 11. Na nyota ya 11 au nyota ya kundi la 11 ni nyota ya Ndoo. Katika mwezi wetu huu, matukio yatakayokuwepo, utapata pesa kutoka kwa watawala, wa ndugu au marafiki watakusaidia misaada mbalimbali, na itakuwa ni yenye manufaa kwako, na utafanikiwa haya ikiwa huna mikosi. Mikosi ukiwa nayo itakuziwilia mambo yako, lakini ni wakati wa kupata faraja zaidi katika mambo yako, na ni kipindi cha kupata mialiko, na ni vizuri kwa umejichanganya na watu na familia pia na marafiki, na pia kwa wale viongozi mbalimbali ni wakati wao mzuri wa kujichanganya ili kuweza kupata mafanikio zaidi. Nikisema mafanikio zaidi ni ile kunyanyuliwa zaidi, yani kupata zaidi, kuheshimika zaidi. Wale watakaopewa promotion ina maana watapata zaidi, lakini kwa sharti ya kukosa nini? Mikosi. Ukiwa huna mikosi utafanikiwa zaidi. Upande wa kipato, fursa za kazi au ubunifu zinaweza kuonekana ghafla. Ukiwa mbunifu basi utaona mambo yanavyokwenda vizuri zaidi. Na usiogope kufanya maamuzi ya kipekee. Maamuzi ya kipekee si kwamba ukurupuke tu kufanya, la, unaangalia na ukiona kuna nafasi ambayo ni mwafaka, fanya maamuzi yako. Hayo ndio yanaitwa maamuzi ya kipekee, ambayo hayaleti madhara katika jamii au hayaleti madhara kwa mtu mwingine. Upande wa mapenzi au mahusiano katika nyota yetu ya 11, utavutia watu kwa njia ya kiakili, maana yake utaonekana unatumia akili zako vizuri, au yale utakuwa unayafanya watu wataona umetumia akili vizuri. Na ikiwa uko kwenye mahusiano, basi zingatia mawasiliano ya kiroho na kiakili. Mawasiliano ya kiroho ni vile unamuombea mwenzio mazuri, ni vile unavyomfikiria mwenzio mazuri. Ama kiakili ni vile kabla ya kufanya basi unatakiwa utafakari kwanza. Ini kiakili, mawasiliano ya kiakili. Usije tu ukasema ukaharibu ukaanza kujuta tena baadaye. Kwa hiyo hii itatusaidia katika mambo yetu muhimu. Na namba ya bahati ni namba 12 pia. Namba 12 ni namba ya bahati katika kipindi hiki cha matukio ya mwezi. Na nyota ya mwisho ambayo ni nyota ya Samaki katika kundi la 12. Mwezi huu vitu vingi vitakuwa ni vibaya. Uadui utafanyiwa mara kwa mara, mambo mengi utaona hayawi mazuri. Uharibifu utajitokeza mara kwa mara kwenye mambo yako, iwe ni kazi, biashara, mahusiano, hata afya. Utaugua mara kwa mara. Mkeo au mpenzi wako pia atasumbua kwa sababu ya maradhi. Lakini utaibiwa pia, utapoteza mali zako, utakuwa mnyonge, na kuna hatari ya kuwekwa kizuizini. Na ni wakati wa kuwa muangalifu zaidi, kwa sababu ardhi imekuwa ina nguvu zaidi, na kama unavyojua asili ya nyota ya Samaki ina asili ya maji na ardhi. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya kuzika ndugu zako au wale wanaohusika na wewe. Upande wa kipato, fedha zinaweza kuingia kupitia vipaji au kazi za kiroho, na usimwamini kila mtu kiuwepesi kwenye masuala ya pesa. Kwa ni vizuri ukawa muangalifu kwenye masuala ya kipesa. Asije mtu akakuletea habari za biashara ukaona zinalipa katika kipindi kama hiki, basi ukaona ndio njia yenyewe ya kupata, basi usimuamini kwa njia za uwepesi. Upande wa mapenzi, mapenzi ya ndoto yanaweza kutokea, lakini chunga kujisahau. Mapenzi ya ndoto ni yale ukimpata unasema huyu ndio nilikuwa namtaka, huyu ndio mzuri zaidi, nikiwa na huyu nitafanikiwa. Hasa kwa kina dada, kina shangazi, hiyo fikra wanayo zaidi. Nimempata huyu mpenzi wangu, atanisomesha, atanisaidia matatizo yangu, ataniboreshia maisha yangu. Hayo yanaweza kutokea, lakini sio ya kujisahau kihivyo. Na pia jitahidi kuonyesha mipaka yako kwa upendo. Haya ni mambo yatakayotokea katika mwezi huu wa 7
ni matukio ya kila nyota kwa mwezi huu wa 7 mpaka mwezi wa 8. Kwa maswali mbalimbali na utatuzi mbalimbali wa shida mbalimbali, karibuni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar. Asanteni na karibuni.